Hamisa Mobeto amwaga machozi ya uchungu, na hii ni baada ya yeye kuweza kupewa talaka na bwana mkubwa Aziz Ki, na pia tumeweza kuona mambo mengi yameweza kutokea. Hamisa Mobeto aliweza kuongea kwa uchungu juu ya kila kitu ambacho kinachoendelea, jambo ambalo watu wengi wameshindwa kabisa kuweza kulielewa. Ni hii baada ya dada yetu kipenzi kuweza kuzungumza mengi, akisema kwamba kiukweli najutia katika kila kosa ambalo niliweza kulitenda katika maisha yangu, hivyo sina budi kuweza kushukuru kwa kila kitu ambacho nilichoweza kukipanda kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi ndiye mkosaji na mara zote nimekuwa mtu ambaye natamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Na pia tumeweza kuona watu wengi wameweza kufunguka vingi, wakisema kwamba kiukweli kuna cha kujifunza kwenye haya ambayo yanayoendelea sasa. Hivyo licha ya haya yote kuweza kutokea, mimi nitasimama kama watu wengine ambavyo wanavyosimama, kwa sababu kuna mengi ambayo yameweza kutokea na wengi wao walitamani sana kuweza kuona namna ambavyo mambo yanazidi kuwa mengi katika hili. Na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vingi na wakasema kwamba kiukweli kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa ni vyema tukamwacha tu Hamisa Mobeto aendelee kupambana na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Hivyo kwa haya yote ambayo yanayoendelea, tunaamini Mungu atasimama na kila mmoja na atahakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kupata amani na furaha katika maisha yake. Lakini ndo kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kuharibika kwa upande wake, na hichi ndicho kilichomfanya hata dada yetu Wema Sepetu kuweza kulikalia kimya hili jambo la bibi Hamisa Mobeto, kwa sababu imekuwa too much sasa kwa upande wake. Mara zote yeye amekuwa ni mtu tu wa kuachwa. Hii kitu haijakaa poa kwa upande wa dada yetu Wema Sepetu, kama ambavyo alivyoweza kuzungumza. Hili jambo limekuwa likimkera na kumuumiza kwa muda mrefu sana. Bwana, mimi nikusihi kama ndo mara ya kwanza, usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment.